ama wale ambao nyoyoni mwao muna fitna, kumebeba kondo katika nyoyo zao, hufata zile aya ambazo hazipo bayana, kutaka fitna, shari kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu ili kuwapotosha watu. Wama yadhakaru illa ulul albab, na hawakumbuki isipokuwa watu ambao akili zao zina tafakuri ya ndani zaidi. Kwa hiyo a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-akhyari ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu hapa Abjad Academy, tunaendelea na mwendelezo wa darasa zetu zinazosema siri zilizojificha ndani ya suratu Yasin, na alhamdulillah tumeweza tayari kuzungumzia darasa mbili, ambapo darasa ya mwanzo tumezungumza kuhusu vipengele vinne vikuu vinavyopatikana ndani ya suratu Yasin. Yani yeyote ambaye atataka kuisoma suratu Yasin kwa lengo la kwenda kufahamu yaliyomo ndani ya suratu Yasin, basi vipengele vile vinne tulivyovifundisha ndivyo vitampa mwongozo wa kutambua vizuri, ndiyo madaraja ya kupita katika kutambua yale ambayo yamebebwa na suratu Yasin. Na katika vipengele vile vinne katika darasa ile tulielezea kwamba mule ndo kuna siri ambazo zimejificha katika suratu Yasin, katika kuondoa matatizo, lakini vile vile katika kutia matatizo kwa wanaostahili kutiliwa matatizo biidhnillahi ta'ala. Na katika darasa ya pili tumeweza kufundisha fadhila za suratu Yasin, ambapo fadhila hizo tumezigawa makundi mawili. Kuna fadhila kwa maana ya kwamba thawabu anazopata msomaji pindi anapoisoma suratu Yasin, lakini kuna fadhila ambazo zinajitokeza kwa wazi. Tunaona kwamba suratu Yasin nimeisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaniondolea 1 2 3 au kanipa 1 2 3, kwa maana utekelezaji wa suratu Yasin tukiwa hapa duniani, lakini makaburini mwetu pamoja na kesho akhera. Leo tunakwenda kuangalia kipengele muhimu na cha msingi kuliko vya mwanzo vilivyotangulia, na ni kipengele cha kwenda kuangalia aya ya mwanzo na siri ambayo imejificha katika aya hiyo. Naam, katika darasa hii na katika kipindi hiki kizuri, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, tutakwenda kujifunza vipengele vikuu vinne. Kipengele cha mwanzo kabisa ni al-awjuhu min al-qiraat, ni njia mbalimbali ambazo zimetumika katika kuisoma aya ya kwanza ya suratu Yasin. Kipengele cha mwanzo tunasoma al-awjuhu min al-qiraat, njia mbalimbali ambazo zimetumika katika kuisoma aya ya kwanza ya suratu Yasin. Kipengele namba 2 tutasoma kuhusu tafsiru ayati Yasin, ni kwamba tutakwenda kuangalia tafsiri ya aya ya Yasin, aya hii ya mwanzo inayoitwa Yasin. Lakini sasa katika kipengele cha 3 tunasoma alhikmatu min iftitahi sura biyasin, hikma ambayo Allahu Subhanahu wa Ta'ala ameitumia katika kuanza kwenye sura hii Yasin na aya isemayo Yasin. Kuna hikma gani? Kipengele namba 4 ambacho ndio cha mwisho, lakini ndipo palipokuwa na maarifa yote ya siri ya aya hii, kinasema ma la yafuqu al-idraku al-aqli, ni yale ambayo akili inawezekana haijawahi kusikia siri hizi, au ni yale ambayo akili haijawahi kuyadiriki, yale ambayo tutakwenda kuyazungumza katika kipengele hicho namba 4. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu hapa Abjad Academy, usiondoke, endelea kubakia na sisi ili tujifunze kwa pamoja. Twende zetu sasa katika kipengele namba 1. Tumejitahidi kufupisha, na huo ufupisho
tukaufupisha tena, na huo ufupisho nao wa pili tukaufupisha tena kwa mara ya tatu, ili kusudi ujifunze nukta muhimu zaidi, na tutazichambua pia kwa ufupisho vile vile. Haya, al-awjuhu min al-qiraat, njia ambazo zimetumika katika kuisoma Yasin. Ni njia zipi hizo? Zipo njia 5. Nambari 1 ni biidghami nuni fil wawi, ni nuni kudighimishwa katika wao. Tukisema kudighimishwa, manake ni nuni katika kusomwa kwake inaingizwa katika wao, panazalika kitu kinaitwa al-idghamu naqis au al-idghamu ghairu tam, kwa sababu idgham tukifundishwa katika zile ahkamu nuni sakina wa tanwini tunasoma kwamba al-idgham ala qismain, al-idgham tam, alafu kuna al-idgham tam, alafu kuna al-idgham ghairu tam, kwa maana al-idgham naqis. Kwa hiyo nuni ilikuwa ikisoma katika neno Yasin inadighimishwa katika wao. Kwa wasomaji alikuwa akisoma Yasin wal Qur'anil Hakim, nuni inaingizwa katika wao, ilikuwa ikisomwa hivyo. Na kisomo namba 2 ilikuwa ni biidhahari nuni, ni nuni ilikuwa ikidhihirishwa kwa sekna yake. Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kipengele cha mwanzo ni Yasin wal Qur'anil Hakim. Kisomo namba 3 ni binasbi nuni, ni nuni ilikuwa ikinaswibishwa na alama ya msingi ya kunaswibisha ni fatha. Kwa hiyo nuni ilikuwa ikitua fatha, Yasina wal Qur'anil Hakim. Na kisomo nambari 4 ni bikasri nuni, nuni ilikuwa ikitua kasra, Yasini wal Qur'anil Hakim. Na kisomo cha 5 ilikuwa bidhammi nuni, ni nuni ilikuwa ikitiwa dhamma, kwa hiyo kisomwa Yasinu wal Qur'anil Hakim. Visomo hivi vimethibiti kwa mujibu wa nukuu za maulama wa tafsiri. Kisomo nambari 1 kilikuwa kikipatikana katika watu wa Madina al-Munawwara. Kisomo cha 2 kilikuwa kikisomwa na Abu Amr wal A'mash wa Hamza. Kisomo cha 3 kilikuwa kikisomwa na Isa bin Umar. Kisomo cha 4 kilikuwa kikisomwa na Ibn Abbas, mwamba mwenyewe hibrul umma, pamoja na Ibn Abi Ishaqa wa Nasr bin Asim. Kisomo cha 5 kilikuwa kikisomwa na Harun al-A'war na wengineo wote, Mwenyezi Mungu awaridhie. Hicho ni kipengele nambari 1, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu. Kipengele namba 2 ambacho ni kipengele cha tafsiri ya neno Yasin. Wanachuoni rahimahumullahu jamia, waliotangulia, wa hafidhahumullahu jamia, ambao wako hai sasa, wamepita njia tofauti tofauti katika kutoa tafsiri ya aya hii. Tafsiri ya mwanzo ambayo ndiyo madhhabun kathir minas salafi, ndiyo madhhabu ya wanazuoni wengi waliotangulia, wamesema ni min alhurufi almuqatta'a allati ista'thara Allahu bi'ilmi haqiqatiha, kwa ya kwamba Yasin inakuwa miongoni mwa alhurufu almuqatta'a, zile aya ambazo ukizisoma husomwa kwa kutaja harfu moja moja, alif lam mim. Utaona pale neno limeandikwa zima, lakini ukilisoma kuna alif, kuna lam, kuna mim, utasoma kama vilivyo. Kuna ta, ha, kuna ta na kuna ha, utasoma kama ilivyo. Kuna alif, kuna lam, kuna ra, utasoma kama ilivyo, alif lam ra. Kuna ha mim, kuna ha na kuna mim. Lakini kuna ya sin, kuna ya alafu kuna sin, ndio maana zikaitwa alhurufu almuqatta'a na zile nyinginezo ambazo hatujazitaja. Herufi hizi wamesema ista'thara Allahu bi'ilmi haqiqatiha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ndio amejihusisha na ilmu ya hakika ya aya hizi.
Na waliopita katika tafsiri hii ya kwamba hizi ni alhurufu almuqatta'a wamesema tafsiri hii nini, aya hizi ni katika aya za mutashabihati, aya ambazo zinatatiza Mwenyezi Mungu hajaziweka bayana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'anul Karim aya sura ya 3 aya 7, huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuteremshia kitabu wewe Muhammad, yani al-Qur'anul Karim sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hicho kitabu kuna aya za waziwazi, kuna aya tayari zipo bayana. Hizo aya ndio msingi wa kitabu. Humo ndo mtatoa ahkam, sharia zenu, mauidha yenu, kwa sababu hizo zinatekelezeka. Wa ukharu mutashabihat, lakini kuna aya ambazo hazipo bayana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kazifunga maana zake, hamwezi kuzitambua. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, ama wale ambao nyoyoni mwao muna fitna, kumebeba kondo katika nyoyo zao, hufuata zile aya ambazo hazipo bayana, kutaka fitna, shari kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu ili kuwapotosha watu, lakini na kutaka kujua maana zake. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, lakini hakuna anejua tafsiri ya aya hizo isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, na wale waliobobea katika ilmu ya Qur'an, waliobobea katika ilmu za vitabu vya kinabii, wao wanasema sisi tumeziamini hizo aya ambazo pia hazipo bayana, tumeshaziamini kwa sababu zote zatoka kwa Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, na hawakumbuki isipokuwa watu ambao akili zao zina tafakuri ya ndani zaidi. Kwa hiyo katika Qur'ani zipo aya za bayana na zipo aya mutashabihat, ambapo wanazuoni wa tafsiri wamejalia neno Yasin kuwa ni katika alhurufu almuqatta'a, yani min alayati almutashabihat. Na hao ni madhhabun kathirun min as-salafi, ndio madhhabu ya wanazuoni wengi waliotangulia. Tafsiri namba 2. Kuna wanachuoni nao wameenda mbali, wamesema Yasin ni ismun min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yasin ni jina miongoni mwa majina ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Allah aliposema Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, aya zingesoma ya Muhammad wal Qur'anil Hakim, na hapa kwa Qur'ani yenye hikma, innaka laminal mursalin, hakika wewe ni miongoni mwa waliotumwa, yani mitume, ala siratin mustaqim, juu ya njia iliyonyooka. Kuna ambao wamekwenda hivyo, na ukichukua kuna vitabu mbalimbali vimeandika majina 99 ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, utakumbana na neno Taha na neno Yasin, kwa maana ni ism min asma'i nabiyina habibina wa sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kuna tafsiri ya 3, nao wanachono wameenda mbali zaidi, wamesema neno Yasin ina maana ya insan, kwa maana ya rajul, lakini makusudio yake bado ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maana ya insan wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim, bado anakusudiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tafsiri ya 4 katika kipengele hiki,
ni kwamba kuna wanaosema kwamba hizi alhurufu almuqatta'at ambazo ndiyo aya miongoni mwa aya za Qur'ani au ni sehemu ya aya miongoni mwa aya za Qur'ani ni katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wamesema hapana, bali hizi herufi moja moja ni herufi ambazo zimetoholewa kutoka katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana ikawa mwanzo au katikati au mwisho. Kwa hiyo alif, lam, mim. Alif bimaana Allah, lam kwa maana ya alim, mim kwa maana ya na Yasin hivyo hivyo. Sin ina maana ya jina fulani la Mwenyezi Mungu, kwa sin imetoholewa humo, na neno ya ina maana ya jina la Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba ya imetoholewa katika hayo majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala 99. Hicho ni kipengele namba 2 ambapo tumeangalia njia mbalimbali ambazo wanachuoni rahimahumullahu jamia wa hafidhahumullahu jamia walizozitumia katika kupita humo, yani njia mbalimbali ambazo wametutafsiria. Wote ni wanachuoni wetu na wote wameogelea kwa namna walivyotabahari wao, kutokana na ule uwezo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewabariki katika elimu, amewaruzuku katika fahamu na maarifa. Mimi na wewe tunajifakhiri na Uislamu ni kwa sababu ya zile nukati ambazo tunazisoma kupitia kalamu zao zilizoandika enzi na enzi na enzi, na wino wake ukakauka. Tunawaheshimu wote, hatuwabagui. Sasa ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu, twende tukaangalia kipengele namba 3 kinachosema alhikmatu min iftitahi surati biyasin, hikma ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitumia kwa kuifungua sura hii ya Yasin kuanza na aya inayosema Yasin. Kwa maana nyingine, tukichukua tafsiri ya mwanzo, ni kwamba hikma ya kuanza na alhurufu almuqatta'a, maneno ambayo watu wameshindwa kuyatoa tafsiri zake. Hikma namba 1 ni atambihu ila ahmiyati ma sayati ba'daha. Waarabu katika enzi zao, tukisikia zile zamanul jahiliya, tunatafsiri neno jahiliya kwa tafsiri ya kawaida ya kwamba Waarabu walikuwa ni wajinga. Pale haimaanishi ujahili wa kwamba hawawezi kusoma na kuandika. La, ujahili unakuja katika vitendo vyao walivyokuwa wakivifanya. Ni vitendo ambavyo havinasibiani na binadamu, havinasibiani na mtu mwenye akili, ndio maana wakaitwa ni majahili. Sawa? Kwa hiyo ujahili pale si kwa sababu ya kusoma au kuandika. Walikuwa wanajua kusoma, walikuwa wanajua kuandika na ni mahodari. Na hata vile tukisomeshwa fani za Kiarabu, huwa tunasomeshwa fani ya adabul arab. Fani ya adabul arab tunakwenda kusoma mashairi ya zama za kijahilia, jinsi lugha ilivyotumika kwa wakati huo. Kwa walikuwa ni mahodari, mpaka tunasoma zile muallakati ambazo 7 zilizokitundikwa katika Al-Kaaba kuonyesha ndo mashairi bora. Baadaye tunasoma na al-arudhi ili kwa ajili ya kujua jinsi ya kufanya taqtii na kuweka mizani. Kwa walikuwa mafundi, na ndio maana Qur'ani Mwenyezi Mungu ameitetea kwa namna mbalimbali. Haya maneno si ya mshairi, haya maneno si ya kuhani. Katika aya mbalimbali, wama huwa biqauli sha'ir, sehemu nyingine wama huwa biqauli kahin, sehemu tofauti, kwa sababu walikuwa ni mahodari, wanataka kujua ni mashairi lakini mbona hayana wizani. Kwa hiyo ilipoanza neno Yasin au alif lam mim au taha au kaf ha ya ain sad, hizi ni herufi ambazo Waarabu walikuwa wakizitumia katika kuunda maneno yao, kama ambavyo sisi tuna A B C D mpaka Z. Kwa mtu akaja akasema A B C D, alafu unajua kabisa atakwambia, utaweka umakini ujue A ni nini, B ni nini, C ni nini, D ni nini. Kwa hiyo Yasin hawajui tafsiri yake, wanakuwa attention, atambihi, kuweka tanabahi, kuweka kitu kuwa attention,
kwamba inawezekana maana yake ya haya yaliyotajwa hapa yako hapa mbele, kwa alikuwa ni kuandaa na kuweka attention ili kutilia umuhimu yale ambayo yanakuja waweze kusikiliza. Hiyo ni hikma namba 1. Hikma namba 2, at-tahaddi lil-arab. فالقرآن مكون من هذه الحروف التي يعرفونها ومع ذلك عجزوا عن الاتيان بمثله. At-tahaddi lil-arab kwa maana ya kwamba kuwa challenge wa Arabu. Mwenyezi Mungu anawapa challenge. Qur'an hiyo hapo, herufi zinazotumika humo ndani ndizo herufi mnazotumia katika kuandika maneno yenu. Kama nyinyi ni mahodari, leteni mfano wa Qur'ani. Fa illam taf'alu walan taf'alu, ikiwa hamkufanya hamtofanya kamwe kuleta mfano wa Qur'anul Karim. Allah katamka sehemu nyingi katika Qur'ani ya kwamba hamwezi kuleta mfano wa Qur'ani kutokana na muujiza wake. Kwa hiyo Qur'ani ndio muujiza mkuu wa dunia. Qur'ani ni kitabu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekikinga kisiingie dosari ya aina yoyote. Kama kilivyoshuka ndivyo kilivyoandikwa, leo tunakisoma. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amekihifadhi kutokana na mapungufu ya kupunguzwa baadhi ya aya. Walhamdulillah, Mwenyezi Mungu amekihifadhi kutokana na kuongezewa yasiyokuwemo. Hiyo ni Al-Qur'anul Karim. Wameshindwa Waarabu kuleta mfano wake au kuongeza chochote katika Qur'an au kuchapisha japo kurasa moja tu wakaileta, japokuwa imeanza na herufi katika herufi wanazozitumia katika maneno yao. Kwa hiyo ni hikma ya pili, ni kuwapa challenge wa Arabu ya kwamba hiki kitabu kinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hikma ya tatu ni al-isharatu ila anna al-i'jaz al-Qur'ana laysa fi hurufihi faqat, kwamba muujiza ni kuashiria kwamba muujiza wa Qur'ani si tu katika herufi zake ndio muujiza, la, bali hiki kitabu kuna siri ambazo zimejificha, kama ambavyo tumesema katika neno Yasin. Ukiachana na haya ambayo tunayasoma hapa, kuna siri zimejificha ndani ya neno Yasin, ambalo hizo siri tutakwenda kuziangalia katika kipengele cha 4. Kwa hiyo si tu herufi zake, bali kuna mambo ya siri ndani yake. Allahu Subhanahu wa Ta'ala ametia nuru yake na nguvu yake na uwezo wake na iza yake na utukufu wake katika kitabu cha Al-Qur'anul Karim. Hiyo ni hikma nambari 3. Ndugu yangu mtazamaji, kama hauja subscribe sasa unaweza ukasubscribe, ukalike, ukacomment kama umependezwa kabisa na darasa hii, lakini ukashare kwa wengine ili kusudi waweze kufaidika kama ambavyo mimi na wewe tumefaidika hapa. Kipengele kinachofuata ambao ndio siri zilizojificha katika aya hii ya kwanza ya suratu Yasin tutekelezea katika kipindi kinachokuja, kwa sababu hicho ni kipengele kinaweza kikachukua mpaka dakika 20. Sasa ili nisikuchoshe katika kusikiliza na kutazama, tuishie hapa. Ulikuwa nami al-Ustadh Baqir Uthman, khairul kalam ma qalla wa dalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.